Hawa ni moja ya vijana na nguzo ya maendeleo ya taifa. Vijana hawa hii leo wako na waziri wa katiba na sheria, na ukweli ni kwamba michezo ni daraja muhimu mno kwao. Ili michezo iwe na tija, ni lazima vijana walindwe kisheria, waelimishwe juu ya haki zao na wapewe msaada wa kisheria wanapohitaji. Serikali chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kiongozi wake wa wizara hii ya katiba na sheria Dr. Ndumbaro yuko hapa leo na vijana hawa, na ukweli jamii na taasisi za sheria zinapaswa kuungana kuhakikisha kwamba michezo na huduma za msaada wa kisheria kama sehemu ya kuwawezesha vijana kimaadili, kiuchumi na kijamii. Ukweli michezo ni haki yao na ni haki ya msingi kwa kila kijana yoyote, lakini kujua haki zao si tu kwenye michezo bali ni ngao wakati wa maisha yao. Elimu ya kisheria ni silaha muhimu mno kwa wachezaji na vijana kwa ujumla. Anachokifanya hapa waziri wetu ni kama hivi, anapiga picha, lakini mimi nitakwenda moja kwa moja kwa waziri kwa sababu maiki hizi zinaingilia. Mheshimiwa Waziri, ukiwa hapo kwenye jukwaa hapo, umegawa mipira, lakini najaribu kuangalia na jamii kwa sababu tuko moja kwa moja, tunaonekana na jamii nzima kwa mujibu wa ibara ya 11, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, serikali ina wajibu wa kuwawezesha jamii na hasa vijana kupata haki ya burudani, elimu, afya, maendeleo ya kijamii, na ukweli michezo ni sehemu muhimu mno ya maisha ya vijana. Mheshimiwa Waziri, ulichokifanya hapa na msaada wa kisheria vinaoana vipi na vijana wetu watembee kifua mbele? Michezo ni haki ya vijana, ni haki ya mtu yoyote yule kushiriki. Hivyo katika shughuli ya leo tumehakikisha sio tu wanapata haki zao za kimsingi, haki zao za kisheria, lakini wanapata haki pia za kimichezo, ili kuwawezesha kushiriki michezo katika ngazi ya chini kabisa. Michezo hii ambayo ni haki yao ya kimsingi pia ina faida kubwa sana kwa vijana hawa, ina faida kubwa sana kwa jamii na nchi kwa ujumla. Vijana hawa wanapata utimamu wa mwili. Wakifanya mazoezi, utimamu wa mwili, hata zile homa ndogo ndogo zitakuwa hamna tena. Lakini michezo hii inawakutanisha. Sasa hivi wanaenda kuunda timu za kwenye matawi. Manake kama walikuwa hawajuani pale, watajuana kwa majina, wanatoka wapi, kutaniana na kujenga udugu. Michezo hii inakwenda kuwapa fursa ya kukutana na watu wengine nje ya maeneo yao. Lakini michezo hii itakwenda kutengeneza haki za kiuchumi kwa vijana hawa. Manake katiba pia inaongelea haki za kiuchumi. Watapata ajira kama ambavyo wachezaji wa timu kubwa duniani, timu kubwa hapa Tanzania wanapata ajira, lakini chanzo chao waliwezeshwa huku chini. Kwa hiyo ni haki ya michezo, ni haki ya kiafya, ni haki ya ajira, ni haki ya kiuchumi, na ndio maana tumefungamanisha na mafunzo haya ya leo ya msaada wa kisheria, mafunzo ya uongozi, mafunzo ya haki. Lakini pia michezo ndiyo chemchemu ya amani. Sehemu yote yenye michezo kunakuwa na amani. Tumeoja katika nchi kadhaa kama Ivory Coast na Liberia, kipindi cha vita za wenyewe kwa wenyewe, walitumia michezo kukomesha vita ya wenyewe kwa wenyewe. Mchezaji Didier Drogba aliomba timu ya taifa ikacheze katikati ya uwanja wa vita kule Bouake. Akawaomba waasi wasitishe. Walivyoenda kucheza na vita ndio iliishia pale. Hivyo hivyo Liberia. Kwa hiyo michezo ni amani. Na msaada huu wa kisheria, makusudi yake ni nini? Tunasema msaada wa kisheria wa Mama Samia kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Kwa hiyo kwa kuwa msaada wa kisheria na mafunzo yake yanakusudia kuboresha amani na maendeleo, michezo pia ni muhimu sana katika kuhakikisha tunapata amani na maendeleo katika jamii yetu. Hivyo vijana hawa leo wamepata haki yao ya kimsingi. Tunaamini
watakwenda kutumia vizuri vifaa hivyo vya michezo ili waweze kutekeleza haki zao, waweke vizuri afya, wapate fursa za ajira, fursa za kiuchumi, walete amani na maendeleo katika mji wetu wa Songea na nchi kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, mimi naiangalia ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 fasiri A inasema kila mtu anayo haki ya kupata haki ya kusikilizwa kwa haki na kwa hadhara mbele ya mahakama au chombo kingine cha haki. Na ukweli ni kwamba hii ndio msingi wa msaada wa kisheria kama ulivyosema, ambao msaada huu ndio unaomwezesha mwananchi, wakiwemo wanamichezo na vijana hawa uliowapa vifaa vya kimichezo sasa hivi. Shida yangu ni moja tu. Nini wito wako kwa vijana hawa pale wanapofikia kujichukulia maamuzi mkononi? Tumeona kokote ulikopita kwenye msaada wa kisheria, baadhi ya kesi za kujichukulia maamuzi mkononi zinawahusu vijana pia. Nini wito wako sasa kwa vijana, na hasa baada ya kuwapa vifaa hivi vya michezo? Wito wangu kwa vijana, ukifanya michezo unafundishwa nidhamu, kwamba refari akipiga firimbi unasimamisha mpira, akisema penalty unasema penalty. Hiyo nidhamu ndio ambayo tunaihubiri katika msaada wa kisheria wa Mama Samia. Tumekutana na matukio mengi ya watu kujichukulia sheria mkononi. Unapomkamata mwizi, utakiwi kumpiga wala kumdhuru. Unamkamata, unampeleka polisi, polisi watafanya shughuli zao, atafikishwa mahakamani, ndio itatoa hukumu ya kwenda jela. Unapomkamata mgoni wako, utakiwi kumpiga, mfikishe kwenye vyombo vya kisheria. Tunasisitiza tusichukue sheria mkononi. Msaada wa kisheria wa Mama Samia unasisitiza tusichukue sheria mkononi. Haya ni mafunzo, na tunawasisitizia vijana hasa ambao mmepata vifaa hivi vya michezo, tusichukue sheria mkononi. Unaweza ukampiga mtu kumbe sio mwizi, amekosana tu na mtu, saa nyingine ameenda kudai fedha yake, kamchenjia, kaamua kumuitia mwizi, mtampiga, mtamuua, kumbe alikuwa anadai haki yake. Lakini akikamatwa, kupelekwa kwenye vyombo vya sheria, kila mmoja ataongea, utagundua kumbe huyu hakuwa mwizi, alikuwa anadai haki yake. Mimi na mfano mmoja niwasimulie hapa. Wakati niko wakili, kuna mtu aliachana na mkewe kule Kilosa, kamfukuza mkewe. Ulipofika msimu wa baridi akamkumbuka yule mkewe, baridi imemzidi sasa, akaamua kumfuata mkewe usiku nyumbani kwao. Kumbe hapa katikati baba ya yule mke alifariki. Kwa hiyo mama aliamua kuhama kwenye chumba alichokuwa anaishi na marehemu mume wake, kwa sababu anapata mawenge, akaenda kuishi kwenye chumba alichokuwa anaishi binti yao kabla ya kuolewa. Na binti alivyorudi kaachika, wakakawa anakaa chumba kimoja na mama yake. Yule bwana amekuja usiku ananyatia mfuate mke wake aliyomfukuza, akasikia kuna sauti. Akajua huyu mwanamke nimemfukuza na mwanamume mwingine. Akapiga teke mguu mlango. Wale wakapiga kelele za wizi. Yule hakuwa mwizi. Wakaja watu usiku na giza, wakamshika, wakapiga, wakaua. Wanawasha taa, wanasema kumbe hakuwa mwizi, huyu ni mume wake. Tayari mambo yameshaharibika. Wale vijana wakakaa ndani miaka 5. Wakili aliyokwenda kuwasikilizia kesi ndio nilikuwa mimi. Na wapeni mfano ambao mimi nimeuona, madhara ya kujichukulia sheria mkononi. Wale vijana walikaa ndani miaka 5. Kuna wengine walikuwa wadogo kweli kweli. Kwa hiyo kujichukulia sheria mkononi sio nzuri, kuna madhara makubwa. Mheshimiwa Waziri, mimi ninaiangalia tena katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiainisha serikali ina wajibu wa kuendeleza mazingira rafiki ya michezo kwa kila Mtanzania kama sehemu ya haki ya kijamii. Lakini ninaangalia kile unachokisimamia kwenye wizara yako ya Katiba na Sheria, swala hili la msaada wa kisheria, ambapo kwa ukweli ni hitaji muhimu katika kuhakikisha kwamba wachezaji, makocha na wananchi waliojumuika hapa wote na wadau wote wa michezo hawadhulumiwi na wanapewa fursa sawa na wanalindwa dhidi ya ukiukwaji wa haki. Hapa Mheshimiwa Waziri, naondoa nafasi yako ya uwaziri,
wewe ni mbunge na bahati nzuri hawa wote ndio wanachama wako. Upande wa Chama cha Mapinduzi, sera ya Chama cha Mapinduzi inasimamia nini juu ya michezo, na labda unawaambiaje wanachama wa Chama cha Mapinduzi kudumisha, kuenzi na kutukuza michezo ambayo inaleta amani, umoja na mshikamano? Mheshimiwa Waziri. Ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhusu swala la michezo imesisitiza, moja, serikali ya CCM itajenga miundombinu ya michezo, na tunaona miundombinu ya michezo inajengwa. Pale Dar es Salaam Benjamin Mkapa inafanywa ukarabati mkubwa. Zanzibar viwanja viwili vinajengwa. Arusha kiwanja kipya kinajengwa, na mimi nilipendekeza kipewa jina la Samia Stadium. Dodoma uwanja unajengwa. Serikali ya CCM inatekeleza ilani. Lakini pia ilani inasisitiza vijana wawezeshwe kwa vifaa vya michezo, wawezeshwe kwa walimu, na wawezeshwe kushiriki matukio mbalimbali ya kimichezo. Tulichokifanya hapa leo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ilani hii inakusudia kuwaona vijana, sio tu wa CCM, vijana wote, kwa maana ukishashinda uchaguzi unaongoza wote walioko ndani ya CCM na nje ya CCM. Hata hizi timu za kata tutakaenda kuundwa hizi, kuna wengine hata sio wanachama wa CCM, lakini watawezeshwa ili kuhakikisha kwamba ilani ya CCM katika swala la michezo inatekelezwa. Na nilipata bahati ya kuwa waziri mwenye dhamana ya michezo. Tumetekeleza ilani kweli kweli. Tumehakikisha timu zinashiriki vizuri michezo. Vijana wanafanya jogging. Hata hapa Songea tulianzisha jogging. Vijana wanacheza michezo yote, sio tu mpira wa miguu. Hiyo Chama cha Mapinduzi na serikali yake imekifanya. Tumehakikisha timu zetu ndani ya ligi yetu zinafanya vizuri. Ligi ya Tanzania ni ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Tumehakikisha vilabu vyetu vinafanya vizuri. Mmeona mwaka jana Simba na Yanga wote walifika robo finali. Mwaka huu Simba amefika finali. Huo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na wachezaji, ukiangalia wachezaji wanapata fursa sasa. Wengi wao ni Watanzania. Hiyo ni fursa kwa Watanzania kuweza kufanya vizuri. Na ukiangalia wachezaji wanawake katika soka wameongezeka sana kipindi cha Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi tuna wachezaji takribani 16 wanawake wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi yetu. Huo ndio utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ngumi mmeona tumewekeza fedha nyingi. Kuna knockout ya mama, watu wanapata fedha. Kwenye football kuna goli la mama, watu wanapata fedha. Kwenye riadha na michezo mingine tunafanya vizuri kwa sababu tumetumwa na wananchi kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye swala la michezo, na tunakwenda vizuri. Katika jimbo la Songea mjini tumetekeleza ilani vizuri sana sana sana. Timu yetu ya Majimaji ilishakufa. Tumeunda timu nyingine inaitwa Songea United ambayo inacheza championship. Imemaliza ligi msimu ukiwa nafasi ya 6 kati ya timu 16. Imefanya vizuri, tuipigie makofi sana. Kwa hiyo hata katika ngazi ya jimbo tumetekeleza vizuri. Ugawaji wa vifaa hivi ni kuendeleza utekelezaji huo. Lakini pia tumekuwa na mashindano hapa. Mwezi wa 7 tutakuwa na mashindano ya Majimaji Selebuka ambayo yanahusisha michezo yote, riadha na michezo mingine, mpaka baiskeli, mpaka ngoma za asili. Hiyo yote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika swala la michezo. Nikujuze tu kwamba tendo hili alilolifanya mbunge na waziri wa Katiba na Sheria, kugawa vifaa vya michezo kwa vijana hawa, linaakisi mambo muhimu mno ya msingi yanayohusiana na maadili, maendeleo ya vijana na uhusiano wa michezo na haki za kijamii. Na kwa mujibu wa Katiba ya Tanzania, hili ni tukio lenye ujumbe wa kina na linaweza kutafsiriwa kama vipengele muhimu katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeiangalia ibara ya 11 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiitaka serikali ambayo yumo mbunge wenu na yumo waziri wetu wa Katiba na Sheria kuchukua hatua kuhakikisha kwamba jamii inaendelezwa kwa mujibu wa utu wa binadamu na kutoa fursa kwa watu wote, na hasa hao walioko humu hivi leo katika maisha yao ya kitaifa, kupata elimu, kazi, huduma za afya na huduma za jamii na shughuli za burudani, kama anachokifanya mbunge wetu na waziri wetu wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro. Kugawa michezo na vifaa hivi ni mojawapo ya hatua za kutekeleza haki ya vijana kushiriki burudani na vifaa hivi kwa maendeleo yao ya kijamii. Mheshimiwa Waziri na mbunge wa jimbo hili, mimi nakupongeza sana kwa niaba ya wenzangu wote, lakini maneno machache tu kwa wajumbe wako hawa ambao leo wanashiriki kikamilifu kupata elimu ya masuala mbalimbali ya msaada wa kisheria. Kwa kumalizia, tungependa tu uase mambo fulani wakati semina hii inaendelea. Karibu Mheshimiwa Waziri. Kwangu mimi niwaombe viongozi wenzangu, tuna rais anayoitwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amiri jeshi mkuu, kiongozi wa nchi, kiongozi wa serikali, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, rais aliyoletwa na Mungu. Aliletwa na Mungu kwa sababu tunakumbuka 2020 yeye hakugombea urais, alikuwa mgombea mwenza. Kuja kwake kuwa rais ni matakwa ya Mungu. Tusibishane na Mungu, ndugu zangu. Mungu akipanga, nani wa kupinga? Sasa ametekeleza ilani kwa kiwango hiki mnachokiona. Yote tunayoyaona ndani ya Songea na nje ya Songea ni utekelezaji wa ilani. Mwaka huu tunaenda kumpa mitano tena. Dr. Samia mitano tena. Dr. Nchimbi mgombea mwenza mitano tena. Dr. Mwinyi rais wa Zanzibar mitano tena. Kwa ni waase sana. Ni mwaka wa kuhakikisha CCM inashinda kwa yale ambayo imeyatekeleza. Sisi kama viongozi tusiumbishwe na maneno ya vyama vya upinzani. Uchaguzi upo, ni zoezi la kikatiba, ni zoezi la kisheria, na mimi ndio waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria. Nasema uchaguzi upo kwa sababu sijapata tamko lolote kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi. Kama mabadiliko tumeshayafanya makubwa sana. Niwaambie, Waswahili wana usemi wao, wanasema wali wa kushiba unauona kwenye sahani. CCM ndio wali wa kushiba. Nawashukuruni sana. Tumshukuru waziri wetu. Nikimalizia kwa kusema kinachofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya mama Rais Dr. Mama Samia Suluhu Hassan ni uwekezaji wa kimaadili, kisheria na kijamii. Ukweli ni kwamba unawezesha vijana kuishi kwa heshima, nidhamu na kufikia ndoto zao bila kuvunja sheria. Na hili linafanywa na Chama cha Mapinduzi. Jipongezeni basi. Shukrani mbunge wetu na waziri wa Katiba na Sheria kuwapa vijana hawa vifaa vya michezo. Ukweli ni kwamba si tu unafanya jambo la kiburudani, ukweli uliopo unawajengea maadili, ujasiri na ulinzi wa kisheria dhidi ya vishawishi vya maisha ya sasa. Tukutakie siku njema Mheshimiwa Waziri, na sisi tunachoweza kusema tu kazi iendelee.